Okay, msikilizaji, karibu sana siku nyingine. Siku nzuri kabisa katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya kusisimua. Simulizi inayokwenda kwa jina la Treni ya Kigoma. Simulizi hii imetungwa na kusimuliwa kwako nami Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741033122. Msikilizaji, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeisha katika sehemu ya 4, ilikuwa ni pale ambapo tulikuwa tumeshuhudia sasa moyo wa Njia ulikuwa unaanza kuamka, na tuliona kumbe kibuyu cha pombe, kile kibuyu chake ambacho alikuwa nacho kilikuwa sio kibuyu cha kawaida kabisa. Kumbe na yeye pia kibuyu ndiye alisababisha mpaka wakafanikiwa kufika hapa katika mji wa Gambush kupitia treni ya Kigoma. Nini ambacho kitaendelea katika sehemu ile ya 4, msikilizaji? Majibu yote niko nayo hapa katika sehemu ya 5 ya simulizi hii ya treni ya Kigoma. Cha kufanya, msikilizaji, kama bado hujasubscribe katika channel hii hapa ya Empire Simulizi, tafadhali fanya hivyo ili uweze kuwa mwanafamilia wa channel hii hapa popote pale ulipo. Karibu sana katika sehemu ya 5. Mzee akameza mate kisha akazungumza kwa sauti ya chini. Mlinzi wa moyo wa Njia. Na kwa mara ya kwanza katika historia ya Gambush, kilele ya kiumbe hicho kasikika wazi juu ya mji mzima. Kilele hiyo iliwafanya watu wote waanguke kwa hofu, na usiku ule wa Gambush ukaanza kuingia katika sura yake ya kutisha. Kilele hili iliposika juu ya Gambush, kila mtu aliyekuwa ndani ya nyumba ya wazee alihisi damu yake ilikuwa inaganda kabisa. Haikuwa ni sauti ya binadamu wa kawaida, wala haikuwa ni sauti ya mnyama kabisa. Ilikuwa ni sauti ya kitu cha kale sana, kitu ambacho kilionekana kuwa na asila. Ilikuwa imekusanyika kwa muda wa mamia ya miaka. Dirisha lililokuwa limepasuka liliendelea kutikisika, huku upepo mkali ukiingia ndani kwa nguvu. Moto wa taa za mafuta ulianza kuyumba kuelekea upande wa kushoto na upande wa kulia. Vivuli vya watu vikaanza kucheza ukutani kama mizimu. Neema akajikuta ameshika mkono wa kibuyu bila kujua. Mzee, alizungumza vile Neema kwa sauti ya chini. Ndio. Hicho ni nini hasa mzee? Mzee Nyamkinda kujibu mara moja. Aliendelea kutazama nje kupitia dirisha lililokuwa limevunjika. Uso wake ulikuwa mzito kabisa. Macho yake yalionyesha kumbukumbu ambazo hakupenda kabisa kuweza kuzikumbuka. Na baada ya muda mfupi kupita akazungumza. Miaka 400 iliyopita, wachawi wa Gambush walipofunga moyo wa Njia, waliweka mlinzi. Mlinzi ambaye hakuzaliwa kama binadamu kabisa. Mlinzi ambaye hakuzaliwa kama mnyama. Mlinzi ambaye alitengenezwa kwa nguvu za moyo wa Njia wenyewe. Kimya kikatanda, msikilizaji. Na kisha mzee Nyamkinda akaendelea kuzungumza. Mlinzi huyo hawezi kuzeeka kabisa, wala hawezi kufa kwa urahisi. Na amekuwa akisubiri kwa karne nyingi sana. Kusubiri? Kusubiri kitu gani tena mzee? Neema alikuwa anauliza vile, msikilizaji. Mzee Nyamkinda akamgeukia kibuyu. Alikuwa akisubiri kukutana na mtu wa kibuyu. Kibuyu ilikuwa ni karibu anguke, na kisha akazungumza. Mimi tena? Ghafla ardhi ikatetemeka. Safari mtikisiko ulikuwa ni mkubwa sana. Kuta za nyumba za wazee zikaanza kutoa nyufa. Vumbi likaanza kudondoka kutoka darini. Watu wakaanza kupiga mayowe. Kimbieni! Kimbieni, kimefika! Kimefika! Watu wakaanza kutoka nje kwa haraka. Mzee Nyamkinda akawaongoza kuelekea uwanjani.
Walipotoka nje, kila mtu aliganda kabisa, wala hakuna aliyethubutu kusonga mbele. Hakuna mtu aliyekuwa anakimbia, hakuna mtu aliyekuwa anapumua kwa sekunde kadhaa, kwa sababu walikiona, msikilizaji. Kwa sababu mbele yao juu ya mlima kulikuwa kuna kitu kimesimama kikitazama Gambushi. Kilikuwa ni kiumbe kikubwa kuliko tembo, kilikuwa ni kiumbe kikubwa kuliko nyumba, kilikuwa ni kiumbe kikubwa kuliko chochote ambacho walikuona kwenye maisha yao. Mwili wake ulikuwa umefunikwa na magamba meusi yaliyong'aa kama chuma. Macho yake yalikuwa ni mekundu kama makaa ya moto. Alikuwa na pembe mbili kubwa zilizokuwa zimejitokeza kichwani mwake. Kila pumzi alikuwa anatoa ilitengeneza moshi wa kijani. Moshi ule uliokuwa unatoka mlimani. Wanawake wakaanza kulia. Watoto wakajificha nyuma ya wazazi wao. Baadhi ya wanaume wakaanza kukimbia, lakini mlinzi akuwatazama kabisa. Macho yake yote yalikuwa yametulia kwa mtu mmoja tu, ambaye ni kibuyu cha pombe. Mama yangu. Kibuyu alikuwa kinongona vile, na kisha kaendelea kujinongonesha tu. Sasa huu ndio mwisho wangu au? Neema akamvuta kibuyu. We, usikimbie bana. Nisikimbie? Ndiyo, Neema, huyo ni mnyama mkubwa kuliko nyumba. Najua. Sasa wewe uone kwamba macho yake yananitazama mimi? Kibuyu, najua. Sasa kwa nini mimi nisikimbie? Neema alishindwa kabisa kuweza kujibu. Kusema kweli kabisa hata asingejua cha kufanya. Mlinzi ghafla akatoa mlio mwingine. Sauti yake ilitikisa anga. Ndege wote waliokuwa kwenye miti wakaruka kwa hofu. Madirisha yakavunjika. Baadhi ya watu wakaanguka chini wakiziba masikio yao. Kisha hatua yake ya kwanza ikasikika. Yaani ilikuwa ni hatua yenye kishindo kikubwa. Ilikuwa ikisikika. Ardhi ilikuwa ikitikisika, msikilizaji. Na hatua ya pili pia ikasikika. Nyumba moja ya udongo ikaanguka. Na hatua ya tatu, kisima kilikuwa kinapasuka. Alikuwa anakuja moja kwa moja kuelekea Gambush. Mzee. Neema akapata sauti yake vile kuweza kumuita mzee Nyamkinda. Mzee, tufanye kitu gani sasa? Mzee Nyamkinda akanyosha mkono wake mbele. Macho yake yakaanza kung'aa kwa mwanga wa blue. Upepo ukaanza kuzunguka mwili wake. Nguo zake zikaanza kupeperuka. Na kwa mara ya kwanza kabisa watu wote wa Gambush wakaona nguvu zake. Rudini nyuma, alipaza vile sauti mzee Nyamkinda. Watu wakaanza kukimbia. Mlinzi alipokaribia lango la mji, mzee Nyamkinda akapiga hatua mbele. Kisha akainua fimbo yake. Mwanga mkali ukatoka, ukampiga mlinzi kifuani. Kila mtu akategemea kabisa kiumbe hicho kuanguka, lakini akikuanguka kabisa, wala kilikuwa kitikisiki hata kidogo. Kilisimama tu vile vile. Kisha polepole kikatazama sehemu iliyokuwa imepigwa, na baada ya sekunde kadhaa kikacheka. Ndiyo msikilizaji, yani kilikuwa kinacheka kabisa kama vile akikuwa kimepigwa hata kidogo. Kilikuwa ni kicheko cha kutisha, kicheko ambacho kiliwafanya watu wote waishiwe na nguvu. Haiwezekani kabisa hii. Haiwezekani kutokea mbele ya macho yangu. Mzee Nyamkinda alikuwa akizungumza vile, ghafla mlinzi akarusha mkono wake mbele. Nguvu ya ajabu ikampiga mzee Nyamkinda, akapeperuka hewani kama jani. Watu wakapiga mayowe. Neema alikimbia upande wake. Mzee alianguka chini kwa kishindo, msikilizaji. Damu kidogo ikaanza kumtoka mdomoni, na kwa mara ya kwanza kabisa toka afike Gambush, mzee Nyamkinda alikuwa akionekana kushindwa awamu hii. Kibuyu alikuwa ameganda tu akimtazama. Miguu yake ilikuwa inakataa kufanya kazi kabisa. Mlinzi aliendelea kumkaribia kibuyu. Ilikuwa ni hatua moja, hatua ya pili, na hatua ya tatu, mpaka akabaki mita chache kabisa kuweza kumkaribia kibuyu. Macho yake mekundu yakamtazama, na sauti nzito ikasikika.
Mwishowe, kizazi cha mwisho. Mwishowe ni mwisho wa warithi wa Kibuyu. Kibuyu alikunja uso wake msikilizaji, na kisha alikuwa anauliza, warithi? Kwani hao ni warithi gani? Lakini kabla hajapata majibu, kitu cha ajabu kikatokea kwenye kibuyu chake cha pombe. Kilikuwa kinaanza kutikisika. Kibuyu kilianza kama kinatikisika kidogo hivi, alafu kikaanza kutikisika kwa nguvu zaidi. Kibuyu, kibuyu, kibuyu. Kibuyu cha pombe, yeye alikuwa anashika kibuyu chake kwa nguvu kabisa. Alikuwa anashindwa kuelewa ilikuwa ni kwa sababu gani kibuyu chake kilikuwa kinatikisika namna ile. Hiki kibuyu kina nini tena? Lakini ghafla kifuniko chake kikafunguka chenyewe. Mwanga wa dhahabu katoka ndani yake. Watu wote wakabaki midomo wazi. Neema akashtuka. Mwanga huo umetoka wapi tena? Kibuyu mwenyewe alikuwa anashangaa kabisa. Kwa miaka yote alikuwa ameshika kibuyu chake, hakuwahi kabisa kuona kitu kama hicho. Mwanga uliendelea kutoka ndani ya kibuyu, na katikati ya mwanga huo kulionekana alama za kale. Alama ilikuwa inafanana kabisa na ile iliyokuwa imechorwa kwenye pango la moyo wa njia. Mzee Nyamkinda aliyekuwa ameanguka chini akapanua macho yake, na kisha akazungumza, haiwezekani kabisa hii. Hiki ndicho ambacho nilikuwa nakihofia kabisa. Neema akamwangalia mzee Nyamkinda, na kisha akamuuliza swali, mzee, unamaanisha kitu gani kwani? Mzee akavuta pumzi kwa shida, kisha akazungumza maneno ambayo yalibadilisha kila kitu. Hicho kibuyu sio cha kawaida kabisa, sio cha kawaida. Kimekuwa kikitafutwa kwa karne nyingi sana. Sio cha kawaida kabisa. Kabla ya Gambush kujengwa na kabla ya moyo wa njia kufungwa, kulikuwepo vyombo viwili vya nguvu. Ulikuwa ni moyo wa njia na kibuyu cha uhai. Kimya kikatanda kabisa msikilizaji. Mzee Nyamkinda alikuwa akizungumza vile kwa sababu ya maumivu aliyokuwa akimpata mara baada ya kuweza kupigwa na kitu kizito kutoka kwa moyo wa njia. Alikuwa na nguvu kabisa hata za kuweza kuamka pale alipokuwa amekaa. Alikuwa ana nguvu kabisa msikilizaji. Alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya huzuni na hofu kabisa. Ilikuwa imejawa maumivu ndani yake. Kibuyu akabaki amekishikilia kibuyu chake kile huku akitetemeka kwa nguvu, na kisha akamuuliza mzee Nyamkinda, sasa mzee, unasema kitu gani? Mzee akamtazama kibuyu kisha akazungumza, kibuyu ulichobeba sio kibuyu cha pombe, ni kibuyu cha uhai. Watu wote wakabaki wamepigwa na butwaa kabisa msikilizaji. Hata mlinzi mwenyewe alisimama kabisa, kana kwamba alikuwa akisubiria siri hiyo ifichuliwe. Na kwa mara ya kwanza kabisa, mwanga uliokuwa ndani ya kibuyu ukaanza kuongezeka maradufu, ukionekana kabisa kuamsha nguvu ambazo zilikuwa zimeera kwa mamia ya miaka. Uwanja mzima wa Gambush ulikuwa umetulia kimya. Hakuna aliyekuwa akithubutu kabisa kuweza kuzungumza. Hakuna aliyekuwa akithubutu kabisa hata kukohoa. Baada ya mzee Nyamkinda kuweza kutamka kuwa kibuyu cha pombe akikuwa ni kibuyu cha kawaida, bali kilikuwa ni kibuyu cha mrithi wa nguvu za kale.
zilizokuwa zikijulikana kama kibuyu cha uhai. Kila mtu alibaki akimtazama kibuyu kana kwamba alikuwa anamuona kwa mara ya kwanza kabisa kwenye macho yao. Kibuyu mwenyewe alikuwa amesimama katikati ya umati, huku akiwa amekumbatia kichwa chake kwa juu. Hapana, hapana, hapa ni lazima kabisa, kuna makosa. Alitikisa vile kichwa chake kibuyu kwa nguvu. Mimi ni kibuyu cha kawaida tu, hata hesabu ya kuzidisha 7 mara 8 sijui. Sijui vizuri kabisa. Sasa iweje niwe mrithi wa nguvu za kale? Mimi hata moja kutoa 2 sijui kabisa. Sasa nitaaminiwaje hivyo kurithi vitu ambavyo ni ngumu kuvitunza? Mimi mwenyewe ni ngumu kabisa kujitunza. Sasa nimeaminiwaje kutunza vitu vya hivi? Watu wote walikuwa wanacheka, msikilizaji, lakini Mzee Nyamkinda kutabasamu kabisa hata kidogo. Uso wake ulikuwa ni mzito kabisa, na Wamui alikuwa anazungumza vizuri tu, kwa sababu kuna kitu ambacho alikuwa ameanza kugundua mbele yake. Mara nyingi nguvu kubwa huzaliwa mahali ambapo hakuna anayeweza kuzitarajia kabisa. Neema akamsogelea kibuyu. Mzee anamaanisha nini kwani? Mzee Nyamkinda kavuta pumzi ndefu. Kisha akaanza kusimulia historia ambayo haikuwa imewahi kabisa kusimuliwa kwa mtu yoyote ndani ya Gambush. Mzee Nyamkinda alianza kwa kusimulia. Ilikuwa ni miaka 400 iliyopita. Akaanza kwa kuzungumza. Miaka 400 iliyopita, kabla hata ya Gambush haijaanzishwa, kabla Simiyu haijajulikana kabisa kwa jina lake, kulikuwepo na mtu ambaye alikuwa anaitwa Mzee Kaseke. Alikuwa ni babu wa mababu, na ndiye alikuwa ni babu wa kibuyu cha pombe. Mzee huyu hakuwa tajiri kabisa, hakuwa ni mfalme kabisa, wala alikuwa sio mganga kabisa, lakini alikuwa ni mtu aliyekuwa akisaidia kila mtu aliyekuwa anakutana naye. Mzee huyu alikuwa anawarisha maskini, alikuwa anawahudumia wagonjwa, na alikuwa pia anawapa maji wasafiri waliokuwa wamepotea. Na jambo la ajabu zaidi, hakuwahi kabisa kufanya yote yeye kwa kutaka malipo. Siku moja alipokuwa akirejea nyumbani kwake kutoka porini, alikutana na mzee aliyekuwa amejeruhiwa vibaya sana. Hakuna mtu aliyekuwa tayari kumsaidia kabisa mzee yule. Watu wote walikuwa wanamkimbia, lakini Kaseke akambeba mgongoni kwake, akamsafirisha kilomita nyingi, na akamtibu kwa miezi kadhaa mpaka alipopona yule mzee. Na siku ya kuondoka, mzee huyu alimwambia jambo la ajabu kabisa. Yule mzee alikuwa anazungumza hivi, na mnukuu: "Umenitendea mema ambayo wanadamu wengi hawawezi kabisa kuyafanya." Kaseke yeye kwa upande wake alikuwa anacheka tu. Hapana mzee, nimeifanya tu kwa wajibu wangu." Lakini sasa ghafla mwili wa yule mzee ukaanza kung'aa kabisa. Ngozi yake ikaanza kubadilika. Macho yake yakaanza kutoa mwanga mkali. Kaseke akarejea nyuma kwa hofu. Kumbe yule hakuwa ni mwanadamu wa kawaida kabisa jamani. Yaani hakuwa ni mwanadamu, ndugu zangu. Alikuwa ni mmoja wa walinzi wa siri za ulimwengu. Na kutoka kwenye ule mwanga, yule mlinzi alitoa kibuyu kidogo cha ajabu. Kilikuwa ni kibuyu cha rangi ya dhahabu.
kilikuwa ni kibuyu ambacho kina michoro iliyokuwa inang'aa mithili ya nyota. Akaamua kumkabidhi Kaseke. Hiki si ni kibuyu cha pombe? Kwani kina nini ndani yake? Hapana, hiki sio kibuyu cha pombe. Hiki ni kibuyu cha uhai. Na hapo ndipo Kaseke alipokuwa anashangaa kabisa. Jamani ndugu zangu, alikuwa anashangaa. Uhai? Mlinzi akatikisha kichwa chake na kisha akamwambia Kaseke, hiki kibuyu kina nguvu za kulinda kizazi chako kwa mamia ya miaka. Unajua ndugu zangu, yani Kaseke hata alikuwa haelewi kabisa. Akaamua kumuuliza yule mlinzi, sasa nitakitumiaje hiki? Usikifungue kabisa. Na hapo ndipo Kaseke alipobaki akiwa ameduaa kabisa. Na kisha akamuuliza yule mlinzi tena, sasa kama nisipokifungua, sasa hapo kazi yake itakuwa ni nini? Mlinzi yeye akacheka vile vile. Na kisha akamjibu Kaseke, utajua tu muda ukifika. Baada ya kusema hivyo, yule mlinzi alikuwa anatoweka. Miaka ilizidi kuendelea. Vizazi kadhaa vikapita. Na kibuyu kile kikaendelea kurithiwa kwa mababu hadi mababu. Lakini kadri miaka ilivyokuwa inazidi kuendelea, watu wakasahau, maandishi yakapotea, na historia ile ikafutika kabisa. Hatimaye watu wakaanza kudhani kwamba kile kilikuwa ni kibuyu cha kawaida tu. Na baada ya karne nyingi, kile kibuyu kilimfikia kibuyu cha pombe. Lakini yeye alikuwa hajui kabisa. Aliamini kwamba kilikuwa ni kibuyu cha kawaida. Ndio maana alikuwa amekibeba tu kila mahali. Alikuwa hajui kabisa kwamba ndani yake kulikuwa kuna siri ambayo ilikuwa inatafutwa kwa mamia ya miaka. Msikilizaji, kabla Mzee Nyamkela hajamaliza kuweza kusimulia simulizi yake, ardhi ikaanza kutikisika, miti ikaanza kuanguka, nyumba zikaanza kutetemeka, watoto wakaanza kupiga kelele, wanawake walianza kukimbia, na kibuyu akaamua kugeuka kabisa. Sasa safari hii tena kuna kitu gani? Na kisha kutoka upande wa msitu mweusi wa Gambushi kikatokea kiumbe kikubwa sana kuliko kawaida. Kilikuwa ni kiumbe kirefu kuliko nyumba. Macho yake yalikuwa ni mekundu kama makaa ya moto. Mwili wake ulikuwa umefunikwa kwa silaha za mawe, na mkononi mwake alikuwa ameshikilia mkuki mkubwa wa ajabu. Mzee Nyamkinda akavuta pumzi kwa nguvu, na kisha alikuwa anazungumza, Mungu wangu. Neema akaanza kutetemeka. Ni nani huyo? Mzee Nyamkinda akajibu kwa sauti ya chini, na kisha akazungumza, huyu ndiye mlinzi wa moyo wa njia. Msikilizaji, kimya kilikuwa kinatawala kabisa. Hata upepo ulionekana kabisa kusimama, wakati watu wote wakianza kutetemeka. Kibuyu cha pombe akaanza kutambaa polepole nyuma ya gari lililokuwa limeharibika. Neema akamuona. Wewe, unaenda wapi sasa? Mimi? Ndiyo nakuuliza, wewe unaenda wapi? Mimi naenda kupanga mbinu za kivita. Neema alikunja uso wake kabisa, akionekana kabisa alikuwa amechukia. Mbinu? Mbinu gani hizo za kivita? Miongoni mwa mbinu za kivita ni kujificha mpaka vita iishe. Watu wote waliokuwa karibu na kibuyu waligeuka na kuweza kumtazama. Mzee mmoja akazungumza, sasa huyu ndiye shujaa wetu kweli? Kibuyu akajibu swali lile haraka,
Sasa kumbe mnajua mimi ndo shujaa wenu, na siku zote Sterling waga hafi hata movie iishe. Kwa hiyo mimi shujaa wenu lazima kwanza niishi. Hata katikati ya hofu, watu kadhaa wakaanza kucheka. Kwa upande wake, mlinzi wa moyo wa njia aliunyoosha mkuki wake. Ilionekana kabisa kwamba ilikuwa ndio vita ya kwanza kabisa ya Gambushi. Ardhi ikapasuka, miali ya mwanga ikaruka angani, kisha akapata sauti yake, rudisheni kibuyu cha uhai. Sauti yake msikilizaji kwa inasikika Gambushi yote. Kibuyu akameza mate. Mimi sijasikia vizuri, sijasikia kabisa. Kibuyu. Sasa nimesikia. Kiumbe kile kikaanza kukimbia kuelekea mjini. Nyumba zikaanza kubomoka, miti ikaanza kung'oka, watu wakaanza kutawanyika. Mzee Nyamkinda karukia angani, mwili wake ukatoa mwanga mkubwa, akapeleka mkono wake mbele, ukuta wa nguvu ukaonekana. Mkuki wa mlinzi uligonga ukuta ule, mwanga mkubwa ukalipuka, ardhi ikatikisika tena. Wakati vita vile vikiendelea, kibuyu cha pombe yeye alianguka chini, kibuyu chake kikadondoka, kikapasuka kidogo tu, na hapo kitu ambacho hakitarajui kabisa kikaanza kutokea. Mwanga wa dhahabu ukaanza kutokea ndani yake. Kila mtu akabaki akiwa ameduaa kabisa. Neema akafungua mdomo wake. Hii haiwezekani kabisa. Mzee Nyamkinda katabasamu kwa mara ya kwanza kabisa. Nguvu zimeamka. Mwanga ule ukazidi kuongezeka maradufu, ukaizunguka Gambushi nzima. Ukaanza kuzuia mashambulizi ya mlinzi. Kiumbe kile kikaanza kurejea nyuma kwa mara ya kwanza kabisa, kana kwamba kilikuwa kinaogopa kitu mbele yake. Lakini wakati kila mtu akidhani kwamba ameanza kushinda, Mzee Nyamkinda akabadilika uso wake, akaonekana mwenye hofu kuliko mwanzo. Neema aliweza kulishuhudia hilo mbele ya macho yake. Mzee, kwani kuna nini? Mzee akajibu taratibu, hapa kuna tatizo kubwa kabisa hapa. Tatizo? Tatizo gani kwani mzee? Kibuyu cha uhai kimeamka mapema mno. Kimya kikazidi kutawala msikilizaji. Neema akakunja uso wake na kisha akazungumza. Sasa hii si habari njema mzee. Mzee akatikisa kichwa chake. Hapana. Kwa nini sasa? Kila mara kibuyu cha uhai kinapoamka, Mzee Nyamkinda alikuwa anazungumza vina kisha kanyamaza kidogo na kisha kaendelea kuzungumza. Kuna mji lazima uanguke. Neema akahisi damu yake ilikuwa inaganda mwilini msikilizaji, na kisha akauliza swali kwa mara nyingine. Mji gani? Mzee Nyamkinda akatazama Gambushi, kisha akazungumza kwa sauti ya chini. Huenda ukawa ni mji wa Gambushi. Upepo mkali ukavuma msikilizaji. Mbali kabisa ndani ya msitu wa Gambushi, macho maelfu mekundu yakaanza kufunguka moja baada ya jingine, kana kwamba mlinzi wa moyo wa njia hakuwa peke yake kabisa. Na vita halisi ya Gambushi vilikuwa vinaanza sasa. Na usiku huo msikilizaji, Gambushi haikulala kabisa. Baada ya Mzee Nyamkinda kutamka kwamba kulikuwa kuna kibuyu cha uhai kilikuwa kinaamka, kulikuwa na ishara ya kuanguka kwa mji mmoja. Hofu ikatanda kila kona ya mji huo wa ajabu. Watu walikusanyika katika makundi madogo madogo, wakinong'onezana kwa sauti ya chini, huku wakitazama msitu uliokuwa umezunguka Gambushi kama ukuta wa giza. Mbali kidogo, kibuyu cha pombe alikuwa amekaa juu ya gunia la mahindi akiwa ameshikilia kichwa chake. Alikuwa bado aamini alikuwa akiyasikia mbele yake.
Jan alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa aliyependa kula. Alikuwa anapenda kulala na kutafuta njia ya kukwepa matatizo. Lakini leo ghafla anaambiwa kwamba yeye alikuwa ni mrithi wa nguvu ambazo zilikuwa zikitafutwa kwa mamia ya miaka. Neema alimsogeza na kukaa pembeni yake na kisha akamuuliza Kibuyu, "Kibuyu, umefikiria alichokuwa anazungumza mzee Nyamkinda?" Kibuyu akatikisa kichwa chake. "Nimefikiria sana." "Na umeelewa kitu gani?" "Nimeelewa kwamba maisha yangu yameharibika." Neema alikuwa anashangaa kabisa. "Kwa nini?" "Kwa sababu kila mtu anataka niokoe Gambush, lakini hata mimi mwenyewe sijui njia ya kujiokoa." Licha ya hofu ilikuwa imetanda msikilizaji, Neema akajikuta kitabasamu. Huyu ndiye alikuwa Kibuyu cha pombe. Hata katikati ya hatari alikuwa ni mtu kuwafanya watu watabasamu. Lakini tabasamu hilo alikuwa alidumu kabisa, kwa sababu sekunde chache baadaye sauti ya ajabu ilisikika kutoka msituni. Mwanzoni ilikuwa kama upepo, kisha ikafanana na minong'ono ya watu wengi. Hatimaye iligeuka na kuwa kama sauti ya maelfu ya watu waliokuwa wakizungumza kwa wakati mmoja. Watu wa Gambush waliinuka kwa hofu. Kimya kikazidi kutawala kabisa, na hapo ndipo alipoanza kuona vitu vya ajabu mbele yao. Kulikuwa na jeshi la vivuli. Kutoka ndani ya giza la msitu, maumbo meusi yalianza kujitokeza taratibu. Hayakuwa wanadamu kabisa msikilizaji, wala hayakuwa wanyama. Hayakuwa ni mizimu kama walivyokuwa wamewahi kusikia katika hadithi za kale. Vilikuwa ni vivuli. Yalikuwa ni maelfu ya vivuli. Vilitembea bila miguu kugusa ardhi kabisa. Macho yao yalikuwa yakitoa mwanga hafifu wa samawati, na kila kivuli kilipokuwa kimenyamaza kabisa, kadri vilivyozidi kusogea, ndivyo watu wa Gambush walivyozidi kutetemeka. Mzee Nyamkinda alisimama ghafla kabisa. Uso wake ukaanza kubadilika. "Haiwezekani kabisa." Neema aligeuka na kumtazama mzee Nyamkinda. "Mzee, unafahamu ni kitu gani hiki?" Mzee akavuta pumzi ndefu. Ndivyo walivyoitwa katika simulizi za kale. Akina nani? Hilo ni jeshi la vivuli wa Gambush. Miaka 200 iliyopita, kabla Gambush haijalaaniwa, kulikuwa na wanawake walikuwa wakijulikana kama walinzi wa njia. Walikuwa wanawake wenye hekima kubwa sana. Walijua siri ya nyota, walijua siri ya misitu, na walijua nguvu zilizokuwa zimefichwa ndani ya ardhi ya Gambush. Kwa miaka mingi walilinda siri hiyo, lakini siku moja kulizuka mtu mwenye tamaa. Mfalme wa zamani wa Gambush alitaka kabisa kuweza kutawala maeneo yote yaliyokuwa jirani na mji wake. Alikuwa akitawala kwa nguvu. Alikuwa anataka nguvu. Alikuwa anataka utajiri. Alitaka pia kuishi milele. Ili kupata yote hayo, alijaribu kuiba siri iliyokuwa inalindwa na wanawake hao, lakini wanawake hao walikataa kabisa. Ndipo mfalme huyo akafanya jambo ambalo lilibadilisha historia ya Gambush milele. Aliamua kuwasaliti wale wanawake. Usiku mmoja wanawake wote walikamatwa. Baadhi walifungwa na baadhi waliteswa, na wengine wakatoweka kabisa bila kuonekana tena. Na kuanzia siku hiyo hakuna aliyewahi kabisa kujua alipokuwa ameenda. Watu waliamini kabisa kwamba alikuwa amekufa, lakini ukweli ulikuwa ni tofauti kabisa. Wale wanawake walikuwa hawajafa, walikuwa wamefungwa ndani ya ulimwengu wa vivuli. Mzee Nyamkinda alipokuwa akisimulia vile historia hiyo, vivuli vilikuwa vinaendelea kusogea. Kisha jambo la ajabu likaanza kutokea. Kivuli kimoja kikasimama mbele ya wengine, taratibu kikaanza kubadilika umbo. Mwili wake ukaanza kuwa wazi zaidi. Uso wake ukaanza kuonekana vizuri kabisa, na kwa mshangao mkubwa kilionekana kwamba kilikuwa ni mwanamke. Neema akavuta pumzi kwa nguvu. Mwanamke huyo alikuwa amevaa mavazi ya kale yalikuwa yamepotea katika historia ya Gambush. Macho yake yalikuwa na huzuni kubwa,
lakini ndani ya huzuni hiyo kulikuwa na nguvu za ajabu. Alimwangalia kibuyu moja kwa moja, kisha akazungumza. Hatimaye umefika. Kibuyu akajigeuza nyuma. Alidhani kwamba kulikuwa kuna mtu mwingine, lakini hakukuwa na mtu kabisa. Akajigeuza tena. Mwanamke huyo bado alikuwa akimtazama vile vile kibuyu, na kisha kibuyu akauliza, mimi? Ndiyo, ni wewe hapo. Kwani nyie mnanijua mimi? Kuliko unavyojijua mwenyewe. Na hapo ndipo kibuyu akaamua kuyameza mate yake yaliokuwa kinywani mwake. Na kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yake kibuyu alikosa jibu. Kabla mazungumzo hayajaendelea, mlinzi wa moyo wa njia alitoa muungurumo mkubwa. Ardhi ikatikisika, vivuli vikaanza kusambaratika, kana kwamba alikuwa anataka kuvizuia visiseme ukweli. Lakini mwanamke huyo akanyosha mkono wake kuelekea kilipokuwa kibuyu cha pombe. Kibuyu cha wai kinakukubali? Mimi sifahamu hata namna ya kukitumia. Hutahitaji kufundishwa. Kwa nini? Kwa sababu nguvu hiyo ipo ndani ya damu yako. Ghafla mwanga wa dhahabu ukaanza kutokea ndani ya kibuyu alichokuwa amekibeba. Mwanga huo ukazunguka mikono yake, ukapanda mabegani, ukafika machoni, na kwa sekunde chache mbele, msikilizaji, dunia ikaanza kubadilika. Kibuyu alipokuwa kipepesa macho yake, alikuwa hawezi kuona tena mbele yake uwanja wa Gambushi. Wala alikuwa hawezi kumuona Neema. Alikuwa amuoni Mzee Nyamkinda. Badala yake aliona nyuzi za mwanga zikitembea kila mahali. Kila nyumba ilikuwa imeunganishwa na nyuzi hizo. Kila mtu alikuwa ameunganishwa na nyuzi hizo pia. Hata miti, hata mawe pia, lakini pia na upepo. Kila kitu kilikuwa kimeunganishwa. Alishtuka. Mwanga ukapotea, akajikuta amerejea tena Gambushi. Mzee Nyamkinda akatabasamu. Umeiona Kitu gani? Njia za uhai. Neema akashangaa. Njia za uhai ni nini mzee? Mzee akamjibu Neema, hiyo ndiyo nguvu ya kwanza ya kibuyu cha uhai. Nguvu? Nguvu gani? Kuweza kuona kile ambacho kimefichwa kabisa. Kibuyu akatazama tena upande wa vivuli. Safari hii aliona kitu ambacho hakuna mwingine aliweza kuona kabisa. Nyuma ya jeshi la vivuli kulikuwa na mlango mkubwa wa mawe. Mlango huo haukuonekana kabisa kwa macho ya kawaida, lakini yeye aliweza kuuona vizuri tu, na juu yake kulikuwa na maandishi ya kale. Alijikaza kuweza kuyasoma, na kadri alivyokuwa akiendelea kuyasoma, uso wake ukaanza kubadilika. Neema akashtuka. Kuna nini? Kibuyu akajibu kwa sauti ya chini, kuna watu wamefungwa nyuma ya huo mlango. Watu gani? Wale wanawake waliopotea miaka 200 iliyopita. Kima kikatawala msikilizaji, lakini bado hakumalizika, kwa sababu chini ya maandishi hayo kulikuwa na sentensi nyingine. Sentensi iliyofanya damu yake iwezi kuganda kabisa. Alisoma mara 2 ili kuhakikisha kwamba alikuwa kosei kabisa. Kisha akamwangalia Mzee Nyamkinda. Mzee? Ndiyo. Kama haya maandishi ni ya kweli, yanasemaje? Kibuyu akameza mate kisha akazungumza. Wanawake hao hawakufungwa peke yao. Na wa muhimu msikilizaji, Kibuyu alikuwa anazungumza mithili ya mtu ambaye alikuwa kabisa ana pombe tena kichwani mwake. Yaani alikuwa amekuwa mtu wa kawaida kabisa ambaye sio mlevi tena. Kwani kuna mtu gani mwingine? Kuna kitu kingine kimefungwa pamoja nao. Neema akasogea karibu. Kitu gani tena hicho? Uso wa Kibuyu ukabadilika, akazungumza kwa sauti ya kutetemeka. Kiumbe ambacho kimeitengeneza laana ya Gambushi. Upepo mkali ukavuma.
jeshi la vivuli likaanza kusogea mbele, na kwa mbali kabisa ndani ya giza, sauti nzito ya kutisha ikasikika kwa mara ya kwanza mara baada ya karne 2. Sauti iliyofanana kabisa na kitu ambacho kilikuwa kinaamka kutoka usingizini. Ilikuwa ni kwa muda wa maelfu ya siku kweli kweli. Na hapo ndipo Mzee Nyamkela alitambua kwamba jambo moja, kwamba vita vya kwanza vya Gambushi vilikuwa vimeisha. Lakini vita halisi vya Gambushi vilikuwa vinaanza kutokea muda si mrefu, msikilizaji. Naam, msikilizaji, kilichoendelea hapa tukutane nacho katika sehemu ya 6. Itakuwa ni sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya Treni ya Kigoma, iliyotungwa na kusimuliwa kwako nami msimulizi kutoka hapa nchini Tanzania. Naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Tafadhali subscribe katika channel hii hapa ya Empire Simulizi, ili kuwa mwanafamilia kuweza kupata simulizi mpya kali zinazoanza kutoka kila siku. Karibu sana katika sehemu ya 6. Mimi naitwa Alex.